Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta naitibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na miujiza ya mti wa mtopetope pori. Mti huu bwana unaangusha ndege za kichawi. Ukiweka kinga katika nyumba yako, mchawi akipita juu, basi una uwezo kumwangusha mchawi. Na mti huu pia una uwezo mkubwa sana wa kuondosha uvimbe kwa mtu ambaye amevimba katika mwili wake, na unatibu maradhi ya chango kwa wakina mama, na pia unaondosha uvimbe katika kizazi kwa wakina mama. Na mti huu unazibua mirija ya uzazi na unamfanya mwanamke pia anashika ujauzito kama alikuwa hawezi kushika ujauzito. Na majani ya mti wa mtopetope unaangamiza uchawi sugu uliyeshindikana. Yaani kama ulilogwa ukatumia dawa na dawa, basi majani haya ni mujarab sana kuondosha uchawi. Je, unawezaje kutumia mti huu wa mtopetope juu ya kile ambacho nimekuelewesha? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba subscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama, fika paka katika mti huu wa mtopetope, tia nia, hakikisha umekoga, umechukua udhu, mwili wako ni msafi. Fika hapa, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, wewe ndio uliumba ardhi, ukaumba mbingu, uliumba vitu vinavyoonekana visivyoonekana. Ya Rabbi, kwa idhini yako wewe ndio upo juu ya sababu, na hata ulipoumba mti huu wa mtopetope ulikuwa na sababu zako. Na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie, mimi nina shida kadha wa kadha, mimi nimelogwa, kila dawa ninazokuwa natumia hazishikiki na wala hazifanyi kazi, yani mwili wangu haushiki dawa. Unachotakiwa kukifanya, chukua haya majani ya mti wa mtopetope pamoja na mizizi yake, changanya na alimiti, sawa, pamoja na alititi, chemsha katika maji kama fusho, funika, vua nguo zako zote kama ulivyozaliwa, jifukize kwa manuizo saa 8 ya usiku, na wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ulikuwa umefanyiwa uchawi sugu, umefungika, basi ule uchawi utakuwa ni wenye kuangamia. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kutibu uvimbe katika kizazi, hasa kwa mwanamama, au vile vimajimaji katika uzazi wake, au anahitaji kutibu maradhi ya chango, sawa chukua mizizi ya mti wa mtopetope. Wakati wa hedhi tumia kunywa. Hedhi yako inapokata, kunywa kwa muda wa siku 2 tena mbele, kisha acha. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haitopita miezi 3 ule uvimbe utakuwa ni wenye kutoweka na utaisha. Na kama ulikuwa unasumbuka na maradhi ya chango, basi ile chango litakuwa lenye kuisha, utakuwa haupati maumivu tena ya chango. Na kwa yule mtu ambaye ana uvimbe mwilini, unachotakiwa kukifanya, chukua mizizi ya mtopetope at least hata 3. Mzizi mwingine tumia kuchemsha kunywa, na mzizi mwingine kuangue vizuri, nenda kapakaze pale katika maumivu ambako umepata uvimbe, aidha katika ziwa, aidha katika mguu wako. Basi hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ule uvimbe utakuwa ni wenye kuisha. Na kwa yule mtu ambaye anahitaji kuangusha ndege za kichawi, yani mchawi asipite katika nyumba yako, wale wachawi wanepaa usiku wale, akipita basi aanguke na umkute pale, umdhalilishe, sawa chukua mizizi ya mti wa mtopetope, mizizi 7, sawa Utapokuwa umechukua mizizi yako 7, ile mizizi tena igawe, kata midogo midogo, upate 7 kwa 7, 7 kwa 7, 7 kwa 7. Yani katika pembe 4 uzike mizizi 7, sawa na katikati, yani ya nyumba yako sinakuwa na pembe 4, zika mizizi 7 7 vidogo vidogo vile, na katikati ya uwanja wako zika mizizi 7 kwa manuizo. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mchawi yote akipita katika nyumba yako ataanguka. Akija tu kwa uchawi ataanguka, na akitaka kuingia katika nyumba itakuwa ni kinga, hataweza kuingia. Haya ni maajabu ya mti wa mtopetope. Kwa leo mimi naomba uridhike na elimu hii ambayo nimekupatia, lakini mti huu pia ni mti ambao unaweza ukaita mzimu wa ukoo wako.
Tukimaanisha mzimu, tunazungumzia kwamba mzimu sio mtu aliyekufa. Mzimu ni karin, sababu kila mwanadamu anapokuwa anazaliwa anakuwa anazaliwa na karin wa kijini, anakuwa na pacha wake anayefanana naye kuanzia sura mpaka tabia. Kwa hiyo mwanadamu yule anapokufa, nafsi yake inaenda katika maktaba ya Barzakh, katika kuhifadhiwa nafsi yake. Kwa hiyo yule karin wa kijini, mwanaume anakuwa na karin na mwanamke anakuwa na karina, anakuwa ni kopi ya yule marehemu aliyekufa. Kwa mtu unaweza kushangaa ndugu yako amekufa, lakini unamuona mara huku mara huku mara huku. Lakini sasa unahitaji kumuita yule karini wa mzee wako, ina maana yule ndio huwa anatokea kama mzimu. Unahitaji kumuita uweze kufanya naye mazungumzo. Basi ukija kwa mti huu ukatia nia, ukawasha udi wako, ukaondoka wakati wa jua kuzama. Fanya hivyo kwa muda siku 7. Siku ya 7 wakati wa jua kuzama na wakati wa jua kuchomoza, unakuja unawasha udi, unatia nia, nahitaji muonane na mzimu aidha wa mzee wangu aliyekufa au babu yangu au bibi yangu, nikutana naye hapa nifanye naye mazungumzo na maswali naye. Aidha alikufa, kuna jambo labda wewe ulikuwa unahitaji kulifahamu, kwa sababu ile karini alikuwa na ule marehemu ule mkusudia wa miaka mingi, basi utamuona ametokea kama ni babu yako, ni bibi yako, lakini ile ni kopi. Ndio tunaita mizimu. Wale makarini, wale manjini tunawaita nini? Mizimu, lakini ni kopi ya yule mtu muhusika aliyekufa. Kwa akija pale ndo unamuuliza maswali, bwana inahitaji kufahamu mzee wangu wewe au mzee wangu fulani aliishije hivi na hivi na hivi na hivi, kuna adhina fulani alifita hivi na hivi, kwa sababu ile ni karin, atatoa taarifa zote. Kwa leo mimi naomba niishie hapa. Nufaika na elimu hii fupi ambayo nimekufundisha, lakini kwa wakati mwingine inshallah kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumejalie uzima na afya njema, nitakuja kuelezea kwa undani zaidi na zaidi. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa, usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.